Kamishna msaidizi huko hapo, haya nayo yatoa ndio maelekezo halali ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, sio wa mahali pengine, wa Dar es Salaam. Kuanzia leo nyumba hii na ardhi hii ni ya Joel Mwambingu. Kuanzia leo, RPC naomba nisikilize. RPC naomba nisikilize, nazungumza kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa taratibu. Sikiliza. Ardhi hii namba 39 kwa mamlaka nilionayo na kwa sheria zote nilizojipitisha ni ya Joel Mwambingu na Fort Mwambingu. Namba mbili, mchakato uliotumika kumuuzia nyumba hii na kiwanja hiki yule kampuni yule, ninasifu ofisi ya ardhi kwa kufuta mchakato huo ili mchakato huo ufanyike kwa namna nyingine. Hiyo namba 2. Namba 3, kwa kuwa kiwanja hiki kwa mujibu wa taarifa na kwa hati yenyewe ni ya Joel na Fort Mwambingu, mchakato wote wa kuuza kiwanja hiki ufanywe na Joel Mwambingu na msimamizi wa mirathi kutoka kwa Fort Mwambingu. Namba 4, kwa kuwa familia hii mara ya kwanza nimeikaribisha ofisini pia ikandanganya kuhusu watu hawa kwamba sio ndugu zao, na kwa sababu hapa nina mama mtu mzima, Mama Happiness, kwa mamlaka hayo nilionayo na msamehe. Kwa mamlaka hayo nilionayo na msamehe. Namba 5, kwa sababu cheti cha ndoa kinaonyesha mashaka makubwa ya forgery, na kwa sababu nikiamsha madude michakato yote inarudi nyuma, vyombo vya dola akiwepo RPC akiwepo TAKUKURU lifikisheni mpaka mwisho, na kama mtagundua kuna jinai wachukuliwe sheria kali ili liwe funzo kwa wengine. Namba 5. Namba 6, kiwanja namba 38 ambacho pesa ilitolewa na alipewa Lydia akapeleka huko alikopeleka kimakosa, lakini amekiri hapa kwamba alikwenda na banke mdogo, kiwanja chenye jina la Bernard Mwambingu. Hati hiyo RPC na mtu ali kamishna upo hapa Kianda na mkuu wa wilaya, wasaidieni sasa familia ya Bernard Mwambingu kupata kwanza hati ile, kulipa madeni katika njia watakazoziona ndani ya siku 30. Ndani ya siku 30 kama mtathibitika na itathibitishwa madeni yapo, yalipwe kwa namna ya sheria na taratibu zake, whether kwa kuuza watakavyokubaliana au kwa kutokuuza kama watakavyokubaliana. Na kwa kuwa tumekwisha tilia mashaka usimamizi wa mirathi tangu mwanzo, ni afadhali leo usiku mkakae muyahitimishe ili usimamizi wa mirathi ubaki kama ulivyokuwa awali, kwa kuwa likienda kinyume yatatenguka yote. Hiyo namba 6. Namba 7, Stella ambaye ametoa ushirikiano mzuri sana, perfect ushirikiano wake, hajataka hata kudanganya wala hajataka hata kudanganya dada wa watu, hajaogopa chochote,
Wapo na wengine wengi. Tutawalinda na kuwapa ushirikiano. Namba 8, mwenyekiti wa serikali za mtaa kwa mwenyekiti, msije mkaungana na matapeli wa aina yoyote kwenye utawala wenu. Vizazi vyenu na machozi yao yatakuja kushuhudia dhuluma mtakazozisimamia. Damu ya mwanadamu huwa haipotei. Kwa hitimisho dogo ambalo halijaandikwa mahali popote na ambalo wala sitaki waandishi wa habari mninukuu, ukweli ni kwamba mzee Bernard Mwambingu alizaa na wanawake zaidi ya mmoja, na mke wake kindoa yule mama yule, baada ya mimi kufanya utafiti wangu wa kutosha, inaonekana yule mama wa Kiukraini alimgundua mwenzake kwamba ana mtoto nje. Alipomsamehe akamgundua tena kwamba ameongeza mtoto wa pili, na ndipo akaamua yeye kwa ridhaa yake kuondoka moja kwa moja na kuiacha ndoa yake. Na ndio maana kwenye nyumba ya Mikocheni mzee Bernard Mwambingu alikuwa yeye, na alipoondoka kwenye nyumba ya Mikocheni aliyemwachia akae pale ni binti yake anaitwa Lilian akiwa na mume wake. Akiwa kwenye ndoa kwa mama Happiness ana watoto 3. Kwa migogoro ambayo yeye mwenyewe Mungu amrehemu anaijua, alijua atakapokufa mali hii ambayo aliamua mwenyewe kwa mkono wake kuandika jina Joel, kwa maelezo mazuri kwamba aliona nguvu ya Joel haitakuwa kubwa kuhimili vishindo, akamweka mdogo wake. Na kama marehemu Fort angelikuwa anataka kuwa tapeli kuiuza mali hii, alikuwa na uwezo wa kuuza kwa sababu amefariki hivi juzi. Na kama familia ya Fort ingekuwa inajua kabisa kwamba kiwanja hiki ni mali pia baba yao, wangekuwa wao ndio wanaoleta mgogoro wa kwamba mali hii ina share marehemu baba yetu. Naonya familia na nataka kutambuana, ingawa sio kazi yangu sana kama mtumishi wa serikali kuwalazimisha mtambuana, lakini sio hekima katika vitu vyote ambavyo vilikuwepo na mnavyo ambavyo vimeingia kwenye mirathi. Hawa watoto wawili na mwingine yule watatu wanashuhudia kwamba hatukupata sisi chochote zaidi ya kusema kama mbwai na iwe mbwai. Simamieni mchakato wa nyumba ya Joel na kiwanja cha Joel chenye nyumba akiwa na Fort. Na kuanzia leo, yani hivi nilipo hapa muda huu, haruhusiwi kukaa mtu mwingine yoyote zaidi ya Fort na anayemjua kukaa hapa. Adhamini zaidi ya Joel na yule msimamizi wa mirathi wa Fort, yao ndio wataamua RPC. Yes, sir. Leo hii muda huu, yani dakika 2 tu baada ya kutoka mimi kutoka, simamieni mchakato huu na mamlaka mkuu wa mkoa ikajidhihirisha kwenye ardhi hapa. Haruhusiwi mtu yoyote yule zaidi ya hawa ambao wametajwa kwa mujibu wa sheria ya kwenye hati. Kwenye hati, ndugu zangu, mmiliki anaitwa Joel na Fort. Mnawekaje kwenye mirathi wakati hati haisomi Bernard? Nimefunga kikao. Asanteni sana.